Matumaini yangu ni kwamba huu mweri wa afya, mpendwa wasikilizaji, mahali popote pana kuendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite Mumba pekee wa kweli, nadia tena mbele zenu wapenzi na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San amaisha itoa kwetu. Ndugu zangu, kama kawaida, kama jinsi mnavyoona, tema ya siku ya leo inahusu Naamani mwenye ukoma na siri ya uponyaji wake. Najua kwamba walio wengi wanajua historia ya huyu mwanamume ambaye ni Naamani, lakini mada ya siku ya leo tutaenda kuingia zaidi sana kiundani ili kwenda kuona ni kitu gani ambacho kilichosababisha awe na ukoma. Maana hao wote wanaojiita kwamba ni wachungaji, manabii, mabishop ambao wanasema kwamba wametumwa na Mwenyezi Mungu, mada kama hizi hawawezi wakaziongelea. Hii nawaambia kila mara, mada kama hizi hawawezi wakaziongelea, kwa sababu kitu cha kwanza, wao wenyewe wanajua kwamba hawajui kile ambacho wanaweza wakafafanua. Maana kweli watasoma ndani ya Biblia, watasema kwamba alikuwa huyu Naamani alikuwa na ukoma, lakini hawawezi wakawaambia huu ukoma ulitokana na kitu gani. Je, alipewa laana, alipewa adhabu, nini, aliambukizwa? Ni kitu gani hasa kilichofanya kwamba hiyo laana aidha hiyo aina ya ukoma apate kuwa nayo? Hawawezi wakawaambia, hawawezi wakaeleza chochote. Na kiufupi, historia kuhusiana na Biblia za kisasa, jinsi wanavyoongelea kuhusiana na Naamani ni kwamba yeye alikuwa ni jemadari ambaye alithaminiwa sana na mfalme wake, na alikuwa mpambanaji kweli kweli wa vita vya kiroho. Tunaposema ndani ya Biblia alikuwa mpambanaji tu, lakini alikuwa na ukoma. Sasa ikafika wakati fulani, mke wake alikuwa na rafiki, na huyo rafiki yake ndiye aliyeongea akasema kwamba ingelikuwa kwamba labda uko sehemu zetu, yani kwa sababu alikuwa amekuja kutembea, yani yeye ni mtu wa Israeli. Sasa akasema kwamba ingelikuwa kwamba labda mume wake angelienda huko Israeli, wenda labda kungekuwa nabii ambaye angefanya nini, angemponyesha mume wake. Kwa hiyo huyo mke wa huyu jemadari ambaye ni Naamani aliposikia hicho alichokiongea rafiki yake, ndipo akaenda sasa kumwambia mume wake ambaye ni Naamani, angalia kwamba kuna hili ambalo rafiki yangu alisema hivi na hivi kuhusiana na Israeli, labda kuweza kuwa mfalme ambaye anaweza akakuponyesha kutoka katika hiyo hali ambaye uko nayo. Naye pia hakufunga mdomo, akaenda kumwambia mfalme, na mfalme kwa sababu alikuwa anamthamini sana, maana alikuwa mpambanaji shujaa kabisa wa vita, basi akakubaliana naye. Lakini akasema kwanza, basi mimi nitaandika barua, hiyo barua utaipeleka hadi kwa mfalme wa nani, wa Israeli. Ndipo akaenda akamwandikia barua, akabeba hiyo barua hadi kwa mfalme wa Israeli. Na katika barua hiyo mfalme wa Israeli aliposoma akahuzunika sana, kwa sababu kitendo alichokifanya katika maandishi kilimkwaza. Maana alimwambia kwamba namtuma huyo jemadari wangu ili kwamba uweze kumponya huu ugonjwa wa nani wa ukoma. Sasa hicho ni kitu ambacho kilimsumbua sana huyo mfalme, kwa sababu hadi akasema je, mimi ni Mungu, mimi ni Yehova Yahweh Elohim ambaye naweza nikamponyesha, ili kuonyesha kwamba yeye hana uwezo wa kuponyesha mtu. Sasa muangalilie huko, huyu jamaa anatafutia nini? Ugomvi. Hicho ndio kitu ambacho alichokisema. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yameandikwa ndani ya Biblia za kisasa, lakini sisi tutaenda kuingia sasa kiundani zaidi sana. Ndio maana nikasema wao wanaweza kusema kwamba alikuwa na ukoma, lakini hawawezi kuleta yani chimbuko hasa la ukoma huo wa Naamani ni nini hasa. Na je, ukoma ni kitu ambacho mtu anaweza kurisi au kuambukizwa, au ni kitu ambacho kinaweza kikatokana na kijenetiki? Tuseme chimbuko lake ni nini hasa tunaposema kuhusiana tu na ukoma kwa ujumla, sio tu wa Naamani. Je, ni mambo kama hayo ambayo yanaweza yakatendeka? Na ni kitu gani ambacho alichokifanya Naamani, kama gizi nilivyoanza kuuliza, ili kwamba apate kujikuta katika hiyo hali, ili kwamba apate kujikuta katika ugonjwa huu ambao ni wa ajabu, ambao nyote mnajua kwamba ukoma ni ugonjwa ambao inategemea na level ya ukoma wenyewe, inakata mikono hata miguu nini, yani inaweka mtu kwa hali ambayo haifurahishi, ambayo si nzuri. Kabla ya kuingia ndani ya Kalata DMC, kama jinsi mnavyojua,
tutaenda kwanza kuangalia gisi wanasayansi na hata madaktari wanavyoongelea kuhusiana na swala la ukoma. Wao wanaona uko umekuja namna gani, unatokana na kitu gani hasa. Tutaenda kwanza kutafuta nakala mbalimbali ambazo wameandika kuhusiana na hilo, na hapa nitasoma. Kuna nakala moja ambayo wanasema kwamba maambukizi ya ukoma yanatokea hasa kwa kuwa na ukaribu na mnyama anayeitwa kakakuona, ambaye mkifaransa wanasema tatu, lakini sikuandaa picha, labda ningewaonyesha picha ili mpate kuona kwamba ni mnyama wa namna gani ambaye wanamwongelea zaidi sana. Ingelikuwa labda niko na simu hapa ningeangalia haraka haraka, lakini niko mbali kidogo na simu yangu. Kwa hiyo wanasema kwamba ukoma unatokana zaidi sana haswa kwa kuwa na ukaribu na aina ya mnyama huyo ambaye wataita mkifaransa tatu, aidha mkiswahili nimeona wanasema ni kakakuona. Wale ambao wanaojua mnyama huyo labda wanaweza wakafahamu vizuri, na wanawaambia kwamba mkisoma vizuri, mkichunguza vizuri, huyu kakakuona yaani ni binamu ya mnyama mwingine ambaye anaitwa pangolini. Yes, yaani ni binamu yake wa huyu mnyama ambaye pia anaitwa pangolini. Na mnapokumbuka vizuri, wakati wa magonjwa za ugonjwa huu wa corona, yani COVID, walikuwa wanasema kwamba ni mnyama ambaye anaitwa pangolini ndiye anayefanya kwamba huu ugonjwa wa COVID upate kufanya nini, kuongezeka, aidha kuambukiza watu walio wengi na kutawala katika dunia. Lakini pia waligusia kuhusiana na aina zingine za wanyama ndani ya maji ambao pia walitajwa kuhusiana na COVID, lakini pangolini ni ambazo ziliongelewa sana sana kipindi hicho cha wanasema virusi hivyo vya corona. Kwa hiyo kwa mujibu wa wanasayansi, ni mnyama huyo, aina hiyo ya mnyama ambayo wataita kakakuona, ndio chanzo cha ukoma, ndivyo wanavyosema, na kwamba mnyama huyo ndiye, wanasema tena kwamba ndiye mnyama kati ya wanyama ambaye ana uume ambao ni mrefu sana katika makundi ya wanyama, ambaye wanasema anaweza hata kuwa na sentimita 15 ya urefu kuhusiana na uume. Gisi hivyo ndivyo wanavyosema. Sasa tuangalie sasa upande wa watu nao pia, ikiwa kweli kweli wanaongelea kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuambukiza mwingine ugonjwa wa ukoma, ndio haiza hapana. Tuangalie upande huu pia wanasema namna gani. Kwa kweli wanasema kwamba ukoma huambukizwa hasa na matone kutoka pua, aweza kutoka puani, aweza kutoka pua na mdomo wa mtu aliyeambukizwa ambaye hajatibiwa kwa kuwasiliana karibu na mara kwa mara. Kwa hiyo maelezo ni mengi kuhusiana na hilo, lakini wanawaambia kwamba kweli kweli yani mtu ikiwa ana ugonjwa wa ukoma, kuhusiana na matone ambayo inaweza katoka puani, yani kuna matone kama vile ya makamasi tu tukasema, lakini pia yani mdomo, yani kuna matone ya mate ambayo inaweza katoka mdomoni ya yule mtu ambaye ana ukoma ambao ni muda wa kutosha kabisa hajawahi kutibiwa. Na ikiwa kama mtu atakuwa karibu mara kwa mara na mtu kama huyo, anaweza akaambukizwa ugonjwa wa ukoma. Hivyo ndivyo wao gisi wanavyoongea. Sasa sisi tutaingia sasa ndani ya karata ndimsi ili waende kutueleza kile ambacho kilichotendeka, kile ambacho kipo kuhusiana na ugonjwa huo wa ukoma. Ndio maana mafundisho kama gisi mnavyoelewa kila wakati yatakuwa na vipengele mbalimbali, na tutaenda kuwaonyesha sasa chimbuko la kiroho na hata la kimwili la ukoma, na hapa mtaenda kuelewa vizuri sana, kwa sababu kuna mafunuo ambayo mengine hamjawahi kusikia. Kipengele cha kwanza ni mapendekezo na chimbuko la ukoma. Mapendekezo namna gani? Kwa sababu tunajua kwamba hapa ni kipindi ambacho Busi ambaye wataita Musa pamoja na Mwenen ambaye wataita Haruni walikuwa katika hali hii inaonekana. Sasa ikatokea kwamba akapewa maagizo, akapewa sheria ili kuwapatia wana wa Israeli kwa mujibu wa Biblia, lakini ni ndani ya Biblia kalata mbale, hatuwezi tukaongelea wana wa Israeli bali kwa watu weusi. Akapewa maagizo sasa, akaongelea kuhusiana na swala la ukoma, na hapo akatolewa mapendekezo kuhusiana na ukoma, ikiwa mambo haya yataonekana.
kwa sababu katika Afrika ya mababu ambayo ni Wasi, kipindi cha Busi pia kulikuwepo na ukoma. Yes, kulikuwepo na ukoma na kuna watu ambao walikuwa na ukoma. Kwa hiyo aliongelea katika wakati wake alipokuwa yeye pamoja na kaka yake Haruni ambaye kaka yake mkubwa ambaye ni Mwenen, ili kutueleza kile ambacho kilitendeka. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Levitiko ambaye ni kitabu cha Walawi. Levitiko sura yake ya 9 mstari wa 1 hadi 4 inasema hivi: mtu mmoja kutoka kwa watu atakapokuwa na uvimbe au kigaga au doa kwenye ngozi yake, inapokuwa ugonjwa wa ngozi kama ukoma, mtu huyo lazima aletwe kwa kuhani Mwenen au kwa mmoja wa makuhani walio wa jamaa ya Mwenen. Kwa hiyo hapa wanaanza kusema kuhusiana na sheria ambazo walipewa, wakasema kwamba ikitokea kwamba kuna mtu katika taifa la mtu mweusi ambaye ameona kwamba kuna hali tofauti kwenye mwili wake, mfano amekuwa na uvimbe, na kwenye uvimbe huu ameona kwamba kuna kigaga aidha doa kwenye ngozi yake ya mwili, ni vema, ikiwa inakuwa ni ugonjwa wa ngozi kama vile ukoma, huyo mtu anatakiwa aletwe kwa kuhani Mwenen ambaye wataita Haruni. Aidha kama sivyo, basi wanaweza wakampeleka pia kwa nani? Kwa mmoja wa makuhani walio wa jamaa ya Mwenen, kwa sababu ni wao waliopewa mamlaka, waliopewa nguvu za aina ya juu, ili kuhakikisha kwamba wanawasafisha watu kulingana na ukweli kutokana na ugonjwa huo wa ukoma. Alafu anaendelea kusema kuhani atalitazama eneo lililoathiriwa, ikiwa nywele hapo zimebadilika kuwa nyeupe, yaani ina maana kwamba ataenda kukagua hiyo sehemu ambapo kuna kidonda, kuna yote ambayo tumesema, aidha kuna doa, yeye ataenda kuangalia, ataenda kuchunguza, na akiona kwamba hiyo sehemu ambapo hiyo doa ipo, kwamba yale manyoya yamegeuka kuwa nyeupe na tundu limetokea kwenye ngozi, ni ugonjwa wa ukoma. Mara tu baada ya uchunguzi, kuhani atamtangaza ameambukizwa kupitia demon mulongo-o au mulonga. Zinajulikana pia na wakuu walioanzishwa wengine. Kwa hiyo kuna aina za demon. Hapa anapenda kutueleza kwamba ukoma ni kitu ambacho kinaambukizwa, yaani mtu anaambukizwa ukoma. Yes. Sasa ili upate kuambukizwa, lazima kuwepo kwanza mtu ambaye ni mgonjwa wa ugonjwa huo, ambaye baadaye atakufanya nini? Ataenda kukuambukiza. Kwa sababu bila mtu kuwa mgonjwa aweza akaambukiza mtu mwingine. Yaani maambukizi ya kwanza kabisa ambayo tumeyaona hapa ni kuhusu ukoma unaotokana na roho za kichawi, yaani ukoma ambao unatokana na ulimwengu wa giza la kichawi, yaani ukoma, yaani demon. Kuna demon ambazo tumeita hapa mulonga, aidha mulongo-o. Hizo ni demon ambazo ziko nyuma ya ukoma. Hizo ni demon ambazo ziko nyuma ya ukoma, hizo demon, hiyo aina ya demon. Kwa hiyo ukoma huo unaweza ukaambukizwa mtu, yaani mtu anaweza akaambukizwa ugonjwa wa ukoma, lakini kupitia demons ambazo zinaweza zikafanya hivyo kwa mtu. Lakini anaendelea kusema ikiwa mwili wote wa mtu huyo umegeuka kuwa ule wa wazungu, ameambukizwa na demoni mulongo-o, zinazojulikana pia na wakuu walioanzishwa wengine. Kisha mtu huyo atatangazwa kuwa najisi. Kwa hiyo hapa moja kwa moja wanawaeleza, wanawaambia kwamba, narudilia, ikiwa mwili wote wa mtu huyo umegeuka kuwa ule wa wazungu, ameambukizwa na demoni mulongo-o, zinazojulikana pia na wakuu walioanzishwa wengine. Kisha mtu huyo atatangazwa kuwa najisi. Hapa wanawaambia kwamba ukoma una rangi, na rangi yake ni rangi ya wazungu, ndio ukoma wenyewe. Na ukiwa na ukoma, wewe ambaye una ukoma tayari uko najisi, yaani umeambukizwa. Ili kupenda kuonyesha kwamba
kuna yani kuwa na rangi ya ngozi hii nyeupe, yani ni unajisi, yani ni maambukizi, yani ni rangi ambayo haitakiwi, ambayo haikubaliki na ulimwengu wa kiroho. Hapa tuko katika ulimwengu wa kiroho, hakuna swala la ubaguzi aza namna gani, lakini tunawaambia kile ambacho kipo katika uhalisia wa kiroho, namna ulimwengu wa kiroho unavyochukulia hiyo rangi. Hicho kilikuwa kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, tutaona sasa ukoma pia ni adhabu, yaani mtu anaweza akapewa adhabu na akapatwa na ukoma. Sasa swali ambalo watu wanaweza wakajiuliza, je, demons as a roho za kichawi zinaweza kuwaadhibu watu? Tunajua kwamba kwelikweli demons zinaweza zikaambukiza watu ugonjwa huo wa ukoma. Sasa ni adhabu gani ambayo mtu anaweza akapata kulingana na ukoma? Amefanya kitu gani? Eza ni nini hasa? Wakati fulani kulikuwa kipindi cha Busi. Busi nyote mnajua katika Biblia za kisasa ambayo wanaita Musa, yeye alioa mwanamke, na huyu mwanamke alikuwa binti aza mwanamke aza mtoto aza binti wa Yetro, kuhani Yetro. Na baada ya hapo akaachana naye, akaoa mwanamke mwingine, na wanasema kwamba alikuwa ni mwanamke Mkushi ambaye ni wa Ethiopia. Kwa hiyo baada ya kuachana naye akaoa mke wa pili. Sasa wakasema kwamba huyu anayeita Miriamu ambaye ni dada yake wa Musa pamoja na Haruni kwamba walianza kumteta nani? Musa. Sasa kuhusiana na mafundisho ya hawa wanaojiita wachungaji na wengine ambao wako kwenye mitandao tu wanaongeongea, lakini hawajui mambo ya kiroho yako namna gani, watawaambia kwamba no, mnajua ikiwa mnaona kwamba Musa walikuwa wakimteta ni kwa sababu, baadhi wanasema kwamba kitu cha kwanza kwa sababu na ikiwa walipata adhabu ni kwa sababu walienda zidi ya Yehova Elohim El Shaddai, maana wao wanachukulia kwamba Musa alichukua mke wa pili, yani alikuwa na wake wawili. Kwa hiyo wale Haruni na Miriamu kwamba wao walienda zidi kabisa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa mujibu wao Mungu alisapoti mawazo ya Musa ya kusema kwamba anaweza akawa na wake wawili. Unaona, lakini wao wawili Musa na dada yake Miriamu kwamba wao hawakuona kwamba ni kitendo ambacho ni kizuri. Sasa ikaonekana kwamba Yehova Elohim Shaddai akakasirika, akatoa adhabu kwa Miriamu. Baadhi wanaongea hivi, wengine wanasema kwamba no, hapana, walikasirika na wakaanza kumteta kuongea hivyo kwa sababu Musa alienda kuoa mwanamke ambaye ni mweusi, wao wakisema kwamba yeye Musa alikuwa mzungu, Miriamu alikuwa mzungu, Haruni alikuwa mzungu. Sasa ameenda kuoa mwanamke ambaye ni wa Ethiopia, kwa hiyo ndio maana wakakasirika. Ni kama vile wameona kwamba wamefanya kitu ambacho hakistahili, yeye ambaye ni mzungu aoe mwanamke mweusi. Hilo liwezekani, na hilo ndio jambo ambalo Yehova alikasirika, akampatia Miriamu hiyo adhabu ya ukoma. Hapana, hizo ni historia za uongo ambazo hazipo. Sikilizeni kwa makini kile ambacho kilitendeka hapa. Ndio kumebobea ukweli, ndugu zangu. Nyewe mnakimbia wapi? Mnafikiri ukweli mtaupata wapi sehemu nyingine? Wapi? Ukweli uko hapa. Mnakimbia kitu gani? Mnaogopa nini? Sikilizeni kwa makini, ndugu zangu. Ni nini ambacho kilitokea kuhusiana na historia hii? Ni kweli Busi alioa mke wake wa kwanza, ikatokea wakati ambapo walizaa mtoto wao. Alipotaka kumtahiri mtoto wao, mke wake akakataa, akasema kwamba no, hiyo haiwezekani. Kwa nini mtate ndiye anaruhusu kitendo kama hichi cha tohara ambacho kinamfanya mtoto wetu kuumia, watoto kuumia? Na hilo haliwezekani, sio jambo nzuri. Na nyote unajua kwamba sheria ya tohara ni sheria ya milele ambayo hakuna mtu ambaye anaweza akapinga hiyo sheria, hatakiwi kupinga. Na kama utapinga, ujue kile ambacho kitatokea huko, wewe mwenyewe utajijua mwenyewe. Sasa ni hapo hapo ambapo ulimwengu wa kiroho ambao ni Mudima Bekokisedi akatokea moja kwa moja. Sasa mke wa Busi alipoona Mudima Bekokisedi moja kwa moja akaona kwamba basi hapa napata adhabu. Akachukua, sijui kulikuwa na
na chombo ambacho kina makali kuwili, akakata moja kwa moja govi la mwanaye, akatupia nani Musa, ambaye ni busi tuseme, alafu akasema wewe pia ni mme wangu, kama ni mme wangu wa damu, vitu kama hivi. Kwa hiyo ni hapo hapo ambapo kulikuwa mazungumzo kati ya busi, akaelezwa na ulimwengu wa kiroho kwamba sisi kuanzia leo hatumchukulie kwamba huyu ni mke wako, wewe na yeye amuungani tena kiroho, hampo. Maana alipenda kukusaulisha kabisa sheria ambayo inatakiwa kwa kila mtu mweusi kutekeleza na kutimiza. Sasa kitendo hicho ni kitendo ambacho kilimfanya busi aingie katika mazungumzo na mke wake na kumwambia kwamba bwana, mimi na wewe leo imeisha. Akaandika na barua ya talaka, kila kitu akamaliza, wakaachana. Sasa akaoa mke mwingine. Sasa sikilizeni kwa makini, alipooa nani mke wake, sasa huyo ilitokea kwa sababu busi yeye alikuwa na kazi nyingi za taifa, alikuwa akifanya mambo mengi. Hata pia kaka yake ambaye ni mwenene ambaye wateta Haruni, naye pia alikuwa na majukumu mbalimbali. Lakini pia hata mke wake dada yake ambaye ni Nyemba ambaye wataita Miriamu, naye pia alikuwa na majukumu ya kazi ya neno mbalimbali. Sasa wakati ambapo busi alipomwoa huyo mke, akampatia baadhi ya majukumu. Sikilizeni kwa makini, akampatia baadhi ya majukumu ya kuongoza, ya kuendeleza mambo kadhaa katika mambo ya neno. Sasa hicho kitendo kilimkera sana dada yake ambaye ni Nyemba, wivu ukaingia. Hicho ndio kitu ambacho kilitokea. Sasa wakaanza kumteta, ndio maana akaita kaka yake ambaye ni mwenye, yes, ni yeye tu ndio aliambiwa, ni yeye tu aliona unabii. Haya yote yalikuwa kwa sababu ya wivu, kwamba busi amempatia majukumu, kwa sababu yeye alitegemea kwamba gisi mke wake ameenda, kwa hiyo majukumu yote ni yeye ndio atapewa sasa, yeye kama vile dada yake ya busi. Na hivyo ndivyo ilivyo hata wanawake walio wengi, hata katika hali inayoonekana, utakuta mtu yuko na wifi yake, hawezi akapenda wifi yake yeye afanye kitu fulani. Sasa kaka yake anapokuja kwamba anampatia mke wake afanye hiki, yeye anajiona kwamba no, ni mimi ndio ningestahili, ni kaka yangu, hata mambo mengine, mambo kama hayo. Na hiyo ni hali ambayo si nzuri. Hicho ndio kitu ambacho kilitendeka kwa nani? Kwa busi, Nyembame na mwenene. Sasa kutokana na hiyo tabia, hali, mwenendo ambao alioufanya yeye wa kwanza ambaye ni Nyemba ambaye ni dada yao, na alafu akamkokota kaka yake pia, ili naye pia aingie katika hilo kosa. Na ndio mtaelewa ni kwa nini ni yeye tu Nyembame ambaye ni Mariamu aliyopewa adhabu, lakini mwenene ambaye ni Haruni yeye hakuadhibiwa. Kwa nini? Hiyo sio mada, lakini ikiwa mtakuwa na swali mtauliza chini ya video, hakuna tatizo. Na kwa wale ambao tunakusanyika, mnaweza mkauliza tukikusanyika pamoja. Sasa ndio maana kitabu cha Misongi ambaye ni Hesabu sura yake 16 mstari wa 14 hadi 18 nasema namna gani kuhusiana na historia hii. Baada ya kufanya kitendo kama hicho ambacho hakikuwa kizuri kabisa, kilikuwa kibaya sana, ndipo sasa ulimwengu wa kiroho utaongea. Moshi ulipopanda juu ya mbuyu, kwa sababu hapa tayari Mutatedi amekuja. Wakati Mutatedi alipokuja akawatoa pembeni Mwene na Nyembame, ili aende kuongea nao pembeni, sio mbele ya watu wote, lakini akawatoa pembeni. Sasa akafanya mazungumzo nao. Sasa wakati alipoondoka, hiki ndio kinatokea. Moshi ulipopanda juu ya mbuyu, Nyembame alifunikwa na madoa meupe kama theluji, yani sino, madoa ya ukoma. Mwene akamtazama, alikuwa na ukoma na amekuwa kama mwanamke mzungu. Hivi unasikia? Mwene alimwambia busi, tuna hatia, aliniambia, lakini nakusii usitutie adhabu tunayostahili kwa sababu ya tabia zetu za kipumbavu. Rangi ya ngozi ya Nyembame na isiwe kama ya wazungu. Kisha mimi busi nikamwambia Mutatedi kwa maneno haya, nakusii Mutatedi, amua kumponya. Kwa hiyo wanawaambia hapa kwamba, ndugu zangu, sikilizeni kwa makini, ukoma pia ni adhabu, na ukoma una rangi, na hiyo rangi ni rangi ya wazungu. Hivyo Nyembame ambaye wataita Miriamu
alipokuwa na ukoma alikuwa kama mwanamke mzungu. Na ndani ya Biblia za kisasa wanapoongelea historia hii watasema kwamba au sijui Miriamu alikuwa kama mtoto aliyezaliwa ambaye amefariki, sijui mtoto mchanga ambaye bado amezaliwa, kwa sababu wanajua kwamba mtoto ambaye amezaliwa hata kama ni mweusi, rangi yake inakuwa ni rangi ya mzungu. Hata kama atakuwa mweusi sana baadaye, lakini lazima kwanza ataanza kuzaliwa akiwa na rangi kama ya mzungu. Hivi ndivyo mtoto anapozaliwa hata wa mtu mweusi, hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo huo ndio mwili ambao alipata mwili wa mzungu kwa sababu ya laana ya adhabu aliyopata ya huo ukoma. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba ndugu zangu, hao watu wanaojiita kwamba ni wachungaji, waalimu, sijui mabishop, maprofeti, namna mnavyokuja kuwakilisha rangi ya huyu ambaye mtaita kwamba ni Yesu, namna mnavyokuja kuwasilisha rangi ya huyu ambaye mtaita Yehova Elohim El Shaddai, Yahweh, mtakuja kuchora, mtaita kuwakilisha kwamba malaika ni wazungu. Wanawaambia kwamba hiyo rangi ni ya laana katika ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho unachukulia hiyo rangi kwamba ni rangi ya laana, yaani ni adhabu, ni laana, ni najisi. Hiyo ni rangi najisi. Sasa namna gani mnakuja kuona watu weusi kwa wakati huu wanasimama, wanaonyeshwa sanamu ambayo limechorwa sijui na rangi ambayo ni nyeupe, kwamba huyu ndio mkombozi wenu, ambayo ni ya rangi ambayo inajulikana kwamba hii ni rangi ya laana, rangi ya ukoma. Wanaenda kubusu, yaani mnawakilisha laana. Nyinyi wenyewe mnakuwa laana, ikiwa mjue ndugu zangu, nyote mnakuwa laana kulingana na hilo mnalolifanya. Hii nawaambia ndugu zangu, huu ni upendo wa dhati. Haya maneno ambayo mnayasikia kila wakati haya, ipo siku mtayakumbuka, ipo siku mtayakumbuka, kwa sababu nabii hana heshima kwa. Mnapoona watu weusi wanaongea, mnapoambiwa kitu hamwezi mkaamini zaidi, lakini anapokuwa labda angekuwa wa rangi nyingine angeongea, hapo labda mngeelewa na mkasema kwamba kumbe ni kweli. Wangelikuwa ni wazungu wenyewe ndio wanaongea haya ambayo anaongea, kama walio wengi wameshaachana na hizo takataka za dini zote. Lakini nawaambia kwamba ipo siku wengine watatafuta, tutafanya namna gani ili ukweli tupate kupata, kwa sababu mlango unapokuwa wazi, ingia. Ukifungwa, hata kama unaona kwamba mlango huu hauwezi ukafungua, mwelewe vizuri, ale na akili na apate kunielewa gesi navyosema. Kwa hiyo wanawaambia kwamba ukoma alioupata ulikuwa na rangi, yani mwanamke, yani nyemba, ukimwona wakati huo alikuwa ni mzungu tu, mwanamke mzungu. Na hiyo ni laana, yani laana ulimwengu wa kiroho ambayo imempatia laana hiyo kwa kitendo ambacho amekifanya. Ndio maana Mwene alipomwona dada yake akasema, hii ndio nini tena? Akamwambia bosi, no, tafadhali omba kwa mtatedi, ili kwamba amuondolee nani nyemba hiyo rangi, ili apate kurejea tena katika rangi yake ambayo ni nyeusi. Ndio maana ndani ya Biblia za kisasa wakati wanaandika kwamba wakati huyu Musa alipotaka kwenda sijui Misri ili kukomboa wana wa Israeli, wanamwambia kitu gani? Alimwambia Mwenyezi Mungu Yehova Elohim El Shaddai kwamba ampatie ishara kuonyesha kwamba ataenda kule, sijui atashinda, atafanya mambo mengine. Akamwambia kwamba chukua mkono wako, ingiza ndani, kama kutoa hivi, kwamba akawa na ukoma kama vile umekuwa mweupe kama vile mtu ambaye ana ukoma. Sasa ikiwa yeye ni mzungu na akiingiza mkono hivi atoe hivi loba, ikiwa yeye angekuwa ni mzungu, kwa sababu unapokuwa na ukoma uko sawa mzungu tu. Kwa hiyo mzungu ambaye ana ukoma hauwezi ukajua kwamba ana ukoma, na anao, labda uone kwamba labda mikono inaanza kukatika nini, vitu kama hivyo. Lakini busi Musa alipoingiza anatoa hivi huko na huko, ni kwa sababu alikuwa mweusi. Ndio maana wakati alipotoa hivi ikawa ni nyeupe, tena karudisha ikawa tu kawaida nyeusi. Ndugu zangu, tunapoongea hivi mnafikiri tunakuja kuwafarije? Tunawaambia kile ambacho kipo, na hatuko hapa kwa sababu ya kufanya propaganda ya rangi fulani kwamba hii ndio muhimu zaidi sana kuliko nyingine. Tunawaambia kile ambacho kipo. Mnapoambiwa kwamba rangi nyeusi ndio rangi ya uumbaji, ndivyo ilivyo ndani ya Biblia za kisasa. Si wanasema kwamba Mungu anajificha katika giza?
Yaani Mungu anajificha katika watu weusi, ndio maana yake ikiwa mjuu. Mnasoma maandiko lakini hamjui ni namna gani inapenda kumaanisha. Sikilizeni kwa makini ndugu zangu. Haya tunayoongea ni kwa ajili ya upendo na kuamsha. Mnalala sana na sisi, hata mimi nilikuwa nalala, lakini nimeshaamka. Si mnaniona gisi hivi, tayari nimeshaamka. Siwezi nikavumilia tena hizo takataka, haiwezekani. Kwa hiyo ndugu zangu, iweni makini. Kwa hiyo Mwinene ambaye kaka yake alipoona akasema, bosi, tafadhali tuombee kwa Mutate ili kwamba apate kuondokana na hii rangi ukoma, sio vizuri. Na ndio maana ndugu zangu, shetani mlimwengu bera mbaya anajua hilo, analijua vema kabisa, na ndio maana anawasukuma watu weusi walio wengi, wanawake zaidi, ingawa na wanaume pia wapo, wanawake zaidi wengi, kwenda kujichubua ngozi ya miili yao, yaani waondokane na asili, ili wawe najisi, ili wawe watu wa laana, ili wawe watu ambao hawastahili, ili wawe watu ambao hawana hata umuhimu katika dunia hii. Hicho ndio kitu shetani ameelewa vizuri. Ndio maana wanawake weusi walio wengi wanafikiri kwamba wanapoenda kubadilisha, kujichubua, kwamba ndio fashion, kwa sababu wanapenda kuwa kama vile mzungu. Lakini unaambiwa kwamba hiyo rangi ni ya laana, kiroho haistahili. Yaani mwanamke ambaye amejichubua, unapojiona hivi, usifikiri kwamba unapendeza. Wewe ni laana mbele ya watu wote. Wewe ni laana, huko na jinsi haustahili. Yaani kitendo hicho hakistahili wewe kama vile mwanamke mweusi. Hivi hamjawahi kuona? Na muwaulize wote wanaojichubua, kunapokuwa jua sana, wao ni wa kwanza kupata kusumbuliwa sana na jua. Watu wanageuka kuwa wekundu, kwa sababu umeondoa melanin, umeondoa kinga ya mwili wako ambao umeumbiwa nayo, ambayo inakufanya kuwa tofauti na mwili wa laana. Lakini utakuta wanawake wengi na wanaume wengi na wanaume wengine pia wapo katika masuala ya kujichubua. Wanapenda kuwa kama vile wazungu, wanaacha kitu ambacho ni asili kabisa, wanaenda kuingia kwa kitu ambacho ni najisi, ambacho hakikuwepo, ambacho hakitakiwi. Watu weusi ni wapi? Kwa nini? Kwa sababu mlifunzwa katika akili, mlielezwa kwamba unapokuwa mweusi, yani wewe ni mchafu. Unapokuwa mweusi hautakiwi katika jamii. Unapokuwa mweusi haukubaliki hata kidogo. Ndio maana unaingia, unajiona kwamba wewe ni duni, kwamba labda angalau uwe kama vile mzungu, ili kwamba labda upate hata samani. Hauna haja. Wewe ndiye taifa teule, wewe ndiye mrisi wa dunia hii. Hauna haja kuiga rangi zingine ambazo zimekuja baadaye, ambazo hazikuwa kwenye utaratibu ule ambao uliowekwa. Kwa hiyo jiangalie vizuri, hii rangi nyeusi hii. Ndio maana mjiulize vizuri, ikiwa nyinyi mnasema kwamba sijui taifa la Mungu ndio wale wa Israeli, taifa la Mungu ni wazungu, jiangalieni vizuri. Nitawapatia mfano ambao utawasaidia sana. Siku ya Jumatatu hapa wametangaza kwenye utabiri wa hali ya hewa, wanasema kwamba kutakuwa joto kwelikweli hadi kwenye digrii 35 hapa. Na hapa inapokuwa digrii 35, hakika wengine itakuwa ni vilio. Unaelewa? Na naposema wengine itakuwa vilio, sio sisi watu weusi. Sasa uchukue mweusi umweke kwenye jua na uchukue mzungu umweke kwenye jua, ni nani ataasirika? Ni nani ataasirika kati ya mzungu na mweusi kwenye hilo jua la 30, yani digrii 35? Ni nani ataasirika? Jibu ni haraka, ni mzungu ndiye ataasirika, kwa sababu yeye na mionzi ya jua hawezi akavumilia. Mnaona hicho kitu? Lakini mtu mweusi anaweza akavumilia, anaweza, yani kwa sababu mionzi inamlisha, kwa sababu anayo melanin ambayo inazuia kutokuungua, kutokuumia na jua. Sasa ikiwa muumba aliumba kwamba hilo ndio liwe taifa la kwanza, namna gani aumbe taifa lake ambalo analipenda, lakini analipatia ngozi ambayo iko dhaifu zidi ya jua? Alafu lile taifa ambalo linaonekana kwamba labda lenyewe ndio najisi, ndio ambao limekuja hivi sijui kwenye makako, mashempanze, mabonobo, ndio wao wawe ngangari. Kunapokuwa jua yuko ngangari, na inapokuwa hata baridi yuko ngangari. Mjiulize, utafikiri kwamba alisahau? Kwa hiyo ndugu zangu, fanyeni angalisho sana kuhusiana na haya mambo ambayo naongea. Haya ni mambo ya upendo. Huu ni upendo ambao, kwa hiyo dada, wewe kaka, bado ambayo unajichubua, stop. Haikufai.
hautakiwi, hautakiwi. Kwa hiyo shetani alijua hili, shetani alielewa vizuri, akasema no, lazima nibadilishe hali, lazima nibadilishe ili hawa watu weusi wapate kuwa najisi. Mtu anakana ngozi yake, anafikiri yuko sawa, kumbe umechukua rangi ambayo ni ya laana, unatoa rangi ambayo ni asili, unakubali kubaki na ya laana. Ndugu zangu, wewe mwanamke, dada yangu, ambao ulikuwa bado nayo mawazo, ondoa katika mawazo, kwa sababu ukimwona tu mwanamke ambaye anatembea na unajua kwamba huyu anajichubua, yaani ulimwengu wa kiroho unamuona ni najisi, yaani ni kama vile ameambukizwa, hayuko sawa. Lakini wao wanaona kwamba wako sawa, lakini hawako sawa. Na wao unapoingia katika ukweli huu na ukipenya kabisa, unaweza ukawalilia, hata unaweza ukawalea huruma, kwamba hata kama ujinga unakuaga kweli kweli, hauwezi ukawa katika namna hii. Hichi ndio kitu ambacho mnatakiwa kukielewa. Sasa kwa nini Mtatedi alimpiga Nyembamba adhabu hiyo kwa ukoma? Ili kupenda kumuonyesha kwamba tabia aliyoidhihirisha ya kuteta, ya kuongea vibaya zidi ya mtu ambaye amepewa mamlaka na ulimwengu wa kiroho, hiyo tabia haifanani na mwanamke mweusi. Hiyo tabia sio ya watu weusi, ni ya rangi zingine ndio wana tabia hiyo. Ndio maana akapigwa hiyo ili kufanana na wazungu, kwa sababu hiyo tabia haitakiwi kuwepo katika taifa la watu weusi. Ndio maana hata kitabu cha Temusia sura yake ya kwanza mstari wa 18 nasema, shetani mlima bobero mbaya akaniletea mimi Temusia, kuna mabano, kupitia mlango wangu na nitundu mulonga, yani ukoma wenye maumivu sana hadi utosi wa kichwa changu. Yani Temusia ambaye wataita Ayubu hakuwa hata na haja ya kwenda kujichubua. Yani shetani mlima bobe ndiye aliyempiga ukoma, ni shetani mwenyewe mlima bobe ndiye aliyempiga ukoma. Yani Temusia boom, akawa kama mzungu. Hakuwa na haja ya kujichubua, yani alimpiga akawa mzungu. Kwa sababu nini? Kwa sababu shetani mlima bobe alifanya hivyo ili kwamba yeye Temusia awe kama mzungu, na ikiwa atakuwa kama mzungu, yani moja kwa moja atakuwa najisi, atakuwa na laana. Hiyo ndio maana yake, na hiyo ndio lengo la shetani mlima bobe, kumpiga Temusia wetu kwa ukoma. Mke wake Temusia alipoona akasema no, watoto wakaona hadi pale ambapo marafiki zake ndio wakaja wakasema, hata nao pia waliangalia sema no. Kweli tunajua historia ya Nyembamba, dada yake ya Busi na Mwenene. Tunajua kwamba kuna mlango aliofungua, kuna kosa alilolifanya. Sasa wewe Temusia ulifanya kitu gani? No, hiyo hali hiyo rangi sio ya kwako. Ni kitu gani ambacho kilitendeka? Kipengele cha 3, Naamani mwenye ukoma. Kitabu cha Kinyebeba, yani Wafalme wa Pili sura yake ya 13 mstari wa 1 hadi 15 inasema hivi: jemadari mkuu wa mfalme wa Batubamon na mtaalamu katika vita vya kiroho aliitwa Nyenge. Nyenge ndiye Naamani, ndio jina lake halisi kabisa, Nyenge. Mfalme wake alimthamini sana na kumtendea vyema. Hakika ndiye aliyewapa ushindi wale waliojulikana kutoka Batubamon. Hata hivyo, shujaa huyo mpambanaji alikuwa mwenye ukoma. Kwa hiyo huyu mwanaume ambaye ni Nyenge, wataita Naamani, alikuwa kwelikweli mpambanaji na alikuwa akipigana vita vya kiroho. Sasa tutajiuliza, inakuwaje yeye mwenye ukoma lakini anapigana vita vya kiroho na anaenda kushinda? Na hapa tumeona kwamba uambukizaji, tumeona kwelikweli kuna demoni ambazo ziko nyuma.
Tunaona kwamba shetani mlivyo bali mpiga temusea kwa ukoma. Sasa ikiwa naenda katika vita vya kiroho, ataenda kupigana na nani? Atapigana na demons, atapigana na wachawi, ikiwa yeye mwenyewe amepagawa, ikiwa yeye ameambukizwa ugonjwa huu na demons, namna gani tena anaweza akaenda kupiga demons? Kwa hiyo mnaona kwamba upande mmoja kwamba ukoma huo aliokuwa nao Nyenge ambayo tena Naaman hauhusiani na demons, mnaelewa, wala shetani mlima bobe. No, tutaenda polepole, mtaenda kuelewa. Sasa alifanya nini ili awe na ukoma huo? Rafiki wa mke wa Nyenge anajulikana kwa jina la Besengedi, ambayo inamaanisha hisia. Alikuwa mwanamke kutoka taifa la Tombwanebila. Besengedi alimwambia mke wa Nyenge wakati wa kukaa kwake Batubamon, la iti mume wako angejiwasilisha kwa Mutopedamudi ambaye yuko eneo mundongo, angemponya mara moja ukoma wake. Tutajiuliza, yeye jemadari ambaye ni Nyenge ambaye ataita Naaman alipokuwa mgonjwa, ina maana kwamba hapakuwa matibabu, hapakuwa hospitali, hapakuwa nini? Kwa sababu tunasema kwamba wakati wa zamani, kipindi cha mababu zetu, kulikuwa teknolojia ya hali ya juu, sayansi sijui ambayo haiwezi ilinganishwa na hii. No, kwa sababu alipimwa kila kitu, lakini haiwezekani, kwa sababu ugonjwa si ugonjwa wa maambukizi tu hivi, hapana. Ni ugonjwa ambao umetokana na kiroho, na sio upande wa demons, no, na sio upande wa nani, wa shetani mlima bobe, no. Lakini mtaenda kujua umetokana wapi. Nyenge alikwenda kumwambia mfalme kuhusu kile Besengedi, kwa sababu hapa, yani mke wake alikuwa na mazungumzo na rafiki yake ambaye alitoka Tombwanebila anaenda kutembea kwa Batubamoni, hiyo sehemu ya Batubamoni. Sasa akakutana naye akamwambia kwamba mme wako angelienda kwa Mutopedamudi ambaye yuko eneo mundongo ambao tita Samaria, hakika kama amepona tayari. Sasa naye pia akaenda kumwambia mme wake, na mme wake akaenda kumwambia nani? Akaenda kumwambia mfalme wake, kwa sababu yeye alikuwa ni jemadari. Nyenge alikwenda kumwambia mfalme kuhusu kile Besengedi rafiki wa mke wake alikuwa amesema. Sawa, mfalme alisema, nenda kwa mfalme wa Tombwanebila na barua nitakayokupa kwa ajili yake. Basi Nyenge akaondoka akiwa amechukua kilo 300 za fedha, kilo 60 za dhahabu na nguo 10 za sherehe. Alimpa mfalme wa Tombwanebila barua ambayo mfalme wa Batubamon alikuwa ameandika. Ninamtuma jemadari wangu Nyenge kwako akiwa amebeba barua hii ili upate kumponya ukoma wake. Boom! Hata na wewe hakika unaweza ukaumia. Namtuma, yani jemadari wangu ndio huyu, ni mgonjwa wa ukoma, namleta aje kwako umponye ugonjwa wa ukoma ambayo uko na huyu mfalme wa Batubamoni. Wakati alipomtuma Nyenge aende kule, walimwambia kwamba mfalme wa Tombwanebila yeye huwa anatibu nani magonjwa nani ya ukoma. Walimwambia hivi, ndio maana atajibu. Mfalme wa Tombwanebila atajibu. Mara tu mfalme wa Tombwanebila alipomaliza kuisoma barua hiyo, alirarua nguo zake na kupaza sauti. Kuna nukta mbili. Je, mimi ni Loba? Loba. Je, mimi ni Loba mwenye uwezo wa kuwaua watu na kuwafufua tena? Kwa hiyo yeye anajiuliza, hivi wewe unaniletea huyu kwamba mimi ni mponye? Je, mimi ni Loba? Yaani huyu mfalme tayari anatambua kwamba ni Loba ndiye anayeponya. Hakuna kitu kingine, hakuna uweza, hakuna nguvu, hakuna ile ambayo mnaita miungu ambayo ina uwezo wa kuponya, bali ni Loba pekee. Hata kama alikuwa atembee kulingana na ukweli, lakini anajua kwamba Loba ndiye muumba pekee wa kweli na ndiye anayeweza kuponya. Ndio maana akamwambia, sasa wewe unaniletea huyu, je, mimi ndio Loba? Kwa sababu napenda nimponyeshe. Sasa mimi ni Loba ili nimponyeshe, kwa sababu mimi najua tu ni Loba ambaye kupitia neno lake anaweza akaponya. Sasa akaendelea kusema kwamba je, mimi ni Loba mwenye uwezo wa kuua watu na kuwafufua tena? Hapa ni mfalme wa Batubamon
ananitumia mtu ili kuponywa ukoma. Mnaona vema, anajaribu kunivuta katika mzozo kwa sababu hii sio kitu kingine. Yaani hapa anachokitafuta ni tuingie tu katika vita mimi na yeye. Sitaki. Namna gani unaweza ukaniletea mtu ambaye, je, ulisikia mimi ndio nilimloga? Ni mimi ndio nilimwambukiza? Aidha umeshasikia kwamba hapa nina hospitali ambayo natibu watu ambao wana ugonjwa huu? Kwa nini sasa unaweza ukasema kwamba namtuma ili wewe umponye? Sasa mimi nilifanya kitu gani ili kwamba nimpate kumponyesha Bwana? Si unaona kama haya ndio machokozi haya? Hivi ndivyo alivyokuwa akisema. Haya ni machokozi. Si anapenda tu kuniingiza, kutuvuruta mimi na yeye tuingie katika vita. Haya si machokozi? Si mnanionea hivi? Ah. Kwa hiyo yeye pia alitambua kwamba ugonjwa wa nani, wa Naamani ambaye ni nyenge, sio kuambukizwa sijui na mnyama gisi wanavyosema au na mtu yeyote hivi gisi wanavyosema, no, bali alitambua, alielewa kwamba ulikuwa ni adhabu kutoka katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana akasema kwamba je, yeye ni loba apate kumponya? Sasa taarifa hiyo itamfikia nani? Itamfikia Sunga, kwa sababu wakati huo yule rafiki wa nyenge wa Naamani alipoongea hivyo alikuwa anaongelea nani? Sunga, ndio nabii ambaye yuko ene umdongo, yeye ndiye anaweza akafanya hivyo. Sasa Sunga alisikia hizo fununu, wakati mimi Sunga Mutopedamu nilipopata kujua kwamba mfalme wa Tombwanebila alikuwa amerarua nguo zake kwa ajili ya utukufu wa Tombwanebila, nilituma ujumbe kwake. Kuna nukta mbili. Kwa nini unafadhaika? Kwa kweli Sunga hakuwa mshabiki wa huyo mfalme kabisa. Kwa sababu ya matendo yake, lakini kwa hili jambo alilolifanya, kwa sababu hakujiweka vile asivyo, maana yeye akasema kwamba mimi sina uweza wowote, mimi siwezi wewe unafikiri mimi ni loba? Kwa hiyo alimtukuza loba katika Tombwanebila bila hata yeye mwenyewe kufahamu. Ndio maana akasema kwamba mimi si loba, ili kwamba unipatie mtu apate kumpa. Sasa Sunga, kitendo hicho kilimfurahisha sana, akasema yes, amempatia loba utukufu, kwa hiyo mimi nitaingilia kati. Ndio maana akasema akamwambia kwa nini? Akatuma ujumbe, ndivyo aliyesema, na alituma ujumbe kwake. Kwa nini unafadhaika? Mtu huyu anahitaji tu kuja kwangu na atajua kwamba kweli kuna Mutopedamu katika eneo la Tombwanebila. Loba. Ndipo sio kwamba anafanya hivyo kwa sababu ya kujifia, hata kujivuna, kusema kwamba yes ni mimi, no. Atajua kwamba hapa katika Tombwanebila kuna nabii kuna Mutopedamu katika eneo hili la Tombwanebila. Kwa hiyo nyenge akaja na gari lake la vita na farasi wake, akangoja nje mbele ya mlango wa nyumba yangu. Kwa hiyo akaja na kikosi hadi mbele ya mlango wa nyumba nje, lakini wa Sunga yuko ndani. Sikilizeni kwa makini. Mimi Sunga nilituma mtu kumwambia, nenda ukapige mbizi mara 7 katika maji ya Siba, ndipo utaponywa na kutakaswa. Kwa nini Sunga hakutoka nje mwenyewe na kuja kumwambia nyenge kwamba nenda katika mto wa Siba uende kupiga mbizi mara 7 na utapona? Kwa nini? Nyenge aliondoka akiwa amekasirika sana. Yaani Naamani aliposikia hivyo kwamba nenda katika mto wa Siba alafu upige mbizi mara 7 utasafiri, utakuwa vizuri, alipata hasira. Mtajua hasira yake ni ipi. Nyenge aliondoka akiwa amekasirika sana, akisema kuna nukta mbili. Nilifikiri kwamba Mutopedamu angetoka nje ya nyumba yake ili kuonekana mbele yangu, kwamba angeomba loba na kupitisha mkono wake juu ya mwili wangu ulio mgonjwa na kuniponya ukoma wangu. Nilifikiri kwamba atatoka ndani ya nyumba yake aje kunigusa mimi ambaye niko mgonjwa, ili kwamba aweke mkono wake juu yangu nipate kupona.
lakini anakuja kuniambia kwamba oh, sijui nenda kwenye mto wa Siba upige mbizi mara 7 alafu utaponywa. Hichi ndio kitu gani? Hasira ikapanda, akakasirika sana, ila aliwezekana. Kwa nini hivyo? Bon, akaangalia akasema, bo, hii hali ni hali ambayo inasikitisha, hii ni hali ambayo inasikitisha, tutafanya namna gani? Hii hali ni hali ambayo pia tunaiona katika hali inayoonekana. Utakuta kuna watu ambao wanaamini hawa wanaoitwa kwamba ni wachungaji, sijui mchungaji aende kuniweka mkono, sijui anibariki, nifanyie kitu. Hiyo ndio hali ambayo naye pia alizirisha wakati huu. Watu wanafikiri kwamba hadi mtu aje kukugusa tu ili kwamba upate kupona. No, sio kwa kila mtu, maana hawa wanaowawekea mikono hamjui mikono yao imegusa kitu gani, wana nini ambacho wanakigusa, wanaweka ndani ya kichwa chetu, hamjui ni kitu gani ambacho mnapata nyinyi. Iweni makini, iweni makini. Lakini kwa sababu Sunga alikuwa anajua sheria, na sheria ilikuwa nasema kwamba hautakiwi kugusa kitu ambacho kiko najisi. Yes, kwa sababu yeye alikuwa na ukoma, na ukoma tumeona rangi yake ni rangi ya wazungu. Kwa hiyo hautakiwi kugusa kitu ambacho kiko najisi, na hicho ndio kitu ambacho alikifanya. Hakutakiwa, na ndio maana akakaa ndani ya nyumba yake, hakuenda akampatia tu ujumbe kwamba nenda ukafanye hivi. Ndio maana akakasirika, akasema kumbe ni bure hilo tu. Akaendelea kusema, Nyenge aliondoka akiwa amekasirika sana, akisema, nilifikiri kwamba mtope damu ndiye angetoka nje ya nyumba yake ili kuonekana mbele yangu, kwamba angeomba loba na kupitisha mkono wake juu ya mwili wangu ulio mgonjwa na kuniponya ukoma wangu. Zaidi ya hayo, mito ya mundima eyidi mopi na pelepele, hapana idekeli, kwa hakika ni bora kuliko ile ya nchi ya Tombwani bila. Nisingeweza kupiga mbizi ndani yao ili kutakaswa. Basi Nyenge akageuka na kuondoka kwa hasira. Kwa hiyo anaanza kusema kwamba kwanza huo mto ambaye ananiambia kuhusiana na hiyo Siba, kwanza sio mto mzuri. Kule ambapo mimi nimetoka kuna mito mizuri ambayo iko sawa, ambapo kwa nini asiniambie tu hata kwa moja tu pale nipige mbizi hata mara 7 na 8 hadi nije tu huku kwa huo mto. Na hiyo ni hali ambayo inaonekana hata kwa wakati huu. Watu, ndugu zangu weusi, utakuta mtu anasema kwamba nchi yangu imejengwa kuliko nchi ya wafulani. Kuna barabara nzuri kuliko nchi fulani ya watu wengine. Watu wanabebana, wakati unajua kwamba hata wewe unaposema kwamba imejengwa, hata wewe mwenyewe haujachangia kitu chochote ili kujenga taifa lako, ili kujenga nchi yako. Lakini tunajua kwamba walio nyuma tena ni hao wakoloni, ndio wanaofanya haya mambo. Kwa hiyo sisi wenyewe ndio tunatakiwa kufanya mambo yetu, na hicho ndio kitu ambacho watu weusi walio wengi wanashindwa kuelewa, kwamba mali ya Afrika ni watoto wa Afrika. Watoto wa Afrika walio katika sehemu hizi wapatie nafasi, wajenge, wapatie viwanja. Mtaona mabadiliko ambayo yatatokea. Ni watoto wa Afrika, itabaki katika Afrika, ni katika mali za Afrika, kwa sababu ni watoto wa Afrika. Tema sio hii, lakini ndio kitu ambacho alianza kukisema ili kuonyesha kwamba no, mbona kule ambapo mimi nimetoka, mbona kuna mito mizuri. Sasa ameniambia tu niende kujitupa, nipige mbizi mara 7 katika mto huo. Akakasirika huyu. Utafikiri kwamba labda ana sababu yoyote hii. Kwa hiyo moja kwa moja mnaanza kuona kwamba katika matendo yake huyu jemadari, huyu Naamani ambaye ni Nyenge, tayari mnaona kwamba alikuwa na dharau. Hicho ni kitu cha kwanza. Huo ni mlango pia. Alikuwa na dharau, alikuwa na kiburi. Hivyo vitu alizirisha, na sio hali ambayo inatakiwa. Baada ya kuondoka na hasira, lakini wasaidizi wake wakamwendea na kumwambia, kama mtope damu ndiye angeamuru kufanya jambo gumu, si ungelifanya? Basi kwa nini usifanye kama anavyokuambia, kupiga mbizi tu majini ili kujitakasa? Hata nawe pia Naamani, Anyenge, kwenda tu kupiga mbizi mara 7 tu ndio unakasirika? Angekuambia kwamba uende kufanya kitu ambacho ni kigumu, ungejitahidi, ungefanya. Sasa akatoka kwenda tu piu 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 mara 7 tu, unakasirika na unaenda. Jiangalie kwanza. Unajua Waafrika gisi wanavyoongea.
Baada ya kusema hivyo, njo wenzake wale waandamanaji wake, Nyenge alishuka hadi ukingo wa Sibaha baada ya kuibuka kutoka kwa hasira yake na akapiga mbizi mara 7 majini. Yaani baada ya kusikiliza hayo, hasira ikaondoka, kwa sababu angelienda na hasira na apige mbizi mara 7 asingepona. Kwa hiyo ilitakiwa hasira kwanza imalizike ili kwamba aende sasa. Ndio maana mnaambiwa kila wakati, ikiwa umekasirika, sio vizuri, na hasira zingine ambazo hazieleweki hata hazina hata umuhimu zaidi, sio vizuri kulala. Yani unaona kwamba jua linazama, wanasema linazama, lakini yani usiku unajizirisha na unaenda kulala na hasira. Sio vizuri, sio vizuri, sio vizuri, sio vizuri. Hata ndani ya maandiko, ndani ya Biblia kala tambale mitume wa Njoki Sabe, kuna mmoja ambaye ameongea hilo pia, kwamba sio vizuri kuhakikisha kwamba labda, kwa sababu kuna mashahidi ambao wapo. Jua ni shahidi, mwezi na nyota ni mashahidi. Kwa hiyo kunapokuwa shahidi wawili aidha watatu, na kama umetenda kosa fulani tayari hapo hivyo neno likiruhusu tunaweza tukaongelea kwa wakati mwingine kuhusiana na hilo, lakini nafikiri nimeshawahi kuligusia katika baadhi ya vipindi. Lakini ndugu zangu, basi Nyenge alishuka hadi ukingo wa Siba baada ya kuibuka kutoka kwa hasira yake na akapiga mbizi mara 7 majini. Kuna mabano chini. Mtu atajiuliza, kwa nini apige mbizi mara 7 na asipige mara 8, mara 4, mara 2, mara 3? Kwa nini 7? Alafu maelezo ni kwamba chini ya mitazamo ya kutoboa ya roho 7 zenye uwezo za agizo kuu la vitu ambazo wakati wa umbaji wa hali inaonekana walianza kutembea juu ya maji makuu nje ya pazia kubwa. Tunafunga mabano. Kama mimi Sunga nilivyosema, naye akatakasika, mwili wake ukawa kama wa kijana tena. Unaona Kwa hiyo akafanya hivyo, basi akawa safi, ukoma ukaondoka. Mara akarudi kwangu pamoja na wote walioandamana naye. Alitokea mbele yangu na kusema, sasa ninajua kwamba katika dunia yote hakuna loba mwingine loba isipokuwa yule wa watu walioanzishwa. Tafadhali ukubali zawadi ninayokupa. Kwa hiyo baada ya hapo ameona kwamba amefanyiwa muujiza kwelikweli, amepona, ndipo akaamini, akasema kwamba kwa kweli naamini sasa tangu leo kwamba yote ambayo nilikuwa nafikiri, kwa sababu huo ndio mlango ambao alikuwa nao. Ikiwa mwelewa, huo ndio mlango wake, kwa sababu alikuwa kama vile katika mkanganyiko, mara yuko huku mara yuko huku, yani hatulii. Tutaenda polepole. Kwa hiyo akaleta zawadi ili kwamba ampatie Sunga. Sunga akamwambia kitu gani? Sasa mimi siwezi nikakubali zawadi yako, kwa sababu kuhusiana na swala la muujiza, mtu amepona kwa sababu ya muujiza fulani, hata alete chochote kile cha wengine wanasema ulete nani sadaka ya shukrani na mwingine no, kwa sababu hiyo ndio umepewa bure, utatoa bure. Hivyo ndivyo ilivyo, haihusiani na mambo ya ndani ya neno. Kwa mfano, kwa sababu hapa Sunga hawezi akakubali, hawezi akachukua, kwa sababu hilo alilolifanya ni kulingana na muujiza. Hawezi akachukua chochote, zawadi yoyote ambayo anaweza akatoa hawezi akachukua. Sema maandiko hayaongei hivi, hairuhusu. Lakini tuseme kwamba labda ingekuwa kwa mfano sehemu fulani ambapo kuna mkutano wa Injili, Sunga yuko pale anatoa neno, watu wanabarikiwa, watu wanafurahi, watu wanabadilika, watu wanakubali ukweli. Alafu baadaye sasa Nyenge ambaye ni Naamani anakuja, aliguswa sana mafundisho na mengine, anasema pesa hizi nakupatia hizi kusaidie. Hapo hana tatizo, anaweza akachukua. Mnaelewa hilo? Kwa hiyo wale wanaosema kwamba sijui neno la Mungu umepewa bure, na we pia utowe bure, hawakuongelea walikuwa wanaongelea kuhusiana na miujiza. Hilo ndio jambo ambalo natakiwa kuelewa leo. Ilikuwa ni kuhusiana na miujiza. Sasa lakini mimi Sunga nilijibu kwa loba ambaye ni zaidi ya aliye hai, ambaye mimi ni mtumishi wake, ninakuhakikishia kwamba sitakubali chochote.
Nyenge alisisitiza, lakini mimi Sunga nilikataa. Unafikiri alikataa, hawezi akafanya hivi. Kwa hiyo kipengele cha 4 sasa, mlango wa nyengene. Watu wote wanajua sasa mlango wake uliofanya kwamba aingie katika hayo ni nini. Mstari wa 15, Nyenge aliendelea, kwa vile unakataa zawadi zote, niruhusu angalau nichukue udongo kidogo kutoka katika nchi yako, kiasi ambacho nyumbu wawili wanaweza kubeba. Hakika sitaki tena kumheshimu yeyote isipokuwa Luba pekee. Nyenge ambaye wataitwa Naamani, yeye alikuwa mwabudu sanamu. Sikilizeni kwa makini. Lakini pia alikuwa akipambana, alikuwa mpambanaji kiroho. Alikuwa anajichanganya, alikuwa katika mkanganyiko mkubwa sana. Alifikiri kutenda vema, kumbe hapana. Kuna wakati mwingine, kuna upande mmoja wake ambao ulikuwa umelindwa na ulimwengu wa kiroho kwa sababu yeye ni mweusi. Ndio maana mimi nawaambia mweusi usijione kwamba wewe ni duni. Sikiliza kwa makini ndugu yangu, mweusi, kuna wakati ambapo uko katika ujinga wa dini, na haya ndio mambo ambayo wazazi wetu zaidi sana, wasisi ambao tumekubali ukweli, huwa wanaongea sana kila wakati kwamba wewe unaanza kukana Yesu, unaanza kukana Mungu, na wakati ulipokuwa mgonjwa tuliomba Yesu akakusaidia ukapona, akakulinda katika hili na lile na lile na lile na lile. Nitawaambia siri siku ya leo, au mjajua, mtaenda kuelewa vizuri. Nikupenda kuambia kwamba mtu mweusi, hata mnavyoyaona mnavyosikia wengine ni majambazi wa ndo mingine, majambazi sijui wengine ambao ni 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 ni, ni, ni makahaba, wengine ambao mnajua kwamba wanafanya hali za ajabu ajabu, wana ulinzi. Yaani ukiwa mweusi una ulinzi wa asili. Kwanza, kitu cha kwanza, huo ulinzi wa asili lengo lake ni kwamba usipate kufariki katika dhambi zako, yaani upate nafasi ya kujua ukweli, na utakapofariki ufariki katika hali ambayo iko salama. Hiyo ndio sababu ya huo ulinzi. Lakini huo ulinzi pia unaweza ukaondolewa kwako, na hapo naatiwa, unaweza ukafariki tu hivi hivi tu. Na ndio maana utakuta kuna sehemu ambapo labda ulikuwa mgonjwa ukapona, wao wanafikiri wanaomba Yesu kwamba amefanya kwamba wapone. No, ni kwa sababu ni ulinzi wa kiroho ambao upo, kwa sababu wewe ni mweusi kwanza. Ndio maana kila mweusi anapozaliwa tayari kuna nyota yake, kwa sababu kila mweusi anapozaliwa, kila mweusi ambaye yupo ana nyota yake. Na wewe muelewe hilo. Ndio maana hao wanaojiita wachungaji kwamba wanasema bila hata kujua, wamekuiba nyota yako. Wewe unaweza ukaiba nyota ya namna gani? Wewe unafikiria hiyo nyota ni kitu gani? Wameiba nyota utaiba namna gani? Hizo nyota ambazo ziko anga, kila mmoja ambaye ni mweusi anapozaliwa ana nyota yake tayari ipo, ambayo iko ndio maana nikasema kwamba ikiwa nyota zipo, mwezi nani na jua, mtu mweusi hawezi akaangamia duniani kwamba atoweke. Ili kwamba muondoe mtu mweusi atoweke hata duniani, muhakikishe kwamba nyota zote mumeziondoa, mwezi, jua, muhakikishe vyote mumeondoa, ili kwamba mseme kwamba hapa mtu mweusi naye ameondoka. Nje hapo haiwezekani. Watu weusi msijidharau, nyinyi ni taifa teule. Kwa hiyo huo ndio ulinzi aliokuwa nao, na wakati huo yeye Nyengene, hiyo adhabu ya nani, ukoma aliokuwa nao ni adhabu aliopegwa na ulimwengu wa kiroho, hapana upande wa giza, agizo kula vitu. Na sababu ilikuwa moja, ili kwamba kupitia huo ugonjwa atafikia wakati wa kupona, na atatambua kwamba kumbe nilichokuwa nalichanganya sio kizuri. Ndio maana akasema hapa kwamba hakika sitaki tena kumheshimu yeyote isipokuwa Loba pekee, kwa sababu alikuwa akiheshimu wengine, anafikiri kwamba kuna mara yuko huko anajichanganya, kuna mara yuko kule. Lakini wakati huo ulimwengu wa kiroho ulikuwa unatumia upande wake ule ambao ulikuwa uko katika ukweli. Sasa ikiwa yeye amekuwa na hiyo hali, anapoenda vitani
akienda kupambana na demons kwa mfano, hata pambana na demons ambazo zinahusiana na ugonjwa wake. Kwa hiyo huo ugonjwa tunaweza tukasema kwa upande mwingine ulikuwa kwa faida yake tena baadaye. Amewia, maana ni kupitia huu ugonjwa wakati alipopona ndipo akatambua kwamba hey, Loba ndiye muumba pekee wa kweli, siwezi nikafanya mambo mengine. Alisema hapa juu alisema hapa, hakika sitaki tena kumheshimu yeyote isipokuwa Loba pekee, siwezi tena. Ingawa alisisitiza kipengele cha 5, ukoma unakuwa na ni wa kurithi na pia ugonjwa wa kuambukiza. Ukoma unaweza kuingia ndani ya DNA na kubadilisha DNA yako, unakuwa mkoma, unazaa watoto wako nao pia wana ukoma. Hilo lipo, abewia, hilo lipo. Ndio maana kitabu cha Kinyebeba, yani Wafalme wa Pili sura yake 14 mstari wa 9 hadi 11. Kabla ya kusoma, historia ni ipi? Tayari Sunga ambaye wataita Elisha amekataa hayo mambo ambayo huyu nyenge ambaye ni Naaman alioleta. Lakini mnajua historia, mwanafunzi wake yeye baadaye tena akaenda ili kufanya nini? Ili kwenda kuomba, kusema kwamba bwana wangu amesema kwamba ulete mambo kama hayo. Uongo. Kitu gani ambacho kilitokea? Ndio maana ukoma wa nyenge, ndio maana akaambiwa kwamba kwa kitendo hicho ulichokifanya, ndio maana ukoma wa nyenge ulio katika hali isiyoonekana ya hali inayoonekana. Msikie hii lugha, hii ni Kiswahili ambacho hamjawahi kusikia hivi. Narudilia tena, ndio maana ukoma wa nyenge ulio katika hali isiyoonekana ya hali inayoonekana. Imani, unaongea kitu gani? Unatutanganya? No, si wachanganyi. Yaani kuna hali hii inayoonekana, ila kuna upande mwingine usioonekana wa hali hii inayoonekana. Ndio maana yake tu. Na kuna hali isiyoonekana ya hali isiyoonekana. Yaani hauwezi ukaona kwa macho yako. Ndio maana ukoma wa nyenge ulio katika hali isiyoonekana ya hali inayoonekana utakushika wewe na uzao wako kwa muda usiojulikana. Kuna mabano, kwa maana nilipenya kwamba wazao wake hawatakuwa wanyoofu mbele ya neno. Kwa hiyo uzao wake wote nao pia utabeba hivi. Ndio maana watu wanaweza kujiuliza, sasa hao watoto wake walifanya kitu gani? Kwa sababu ameongea hapa, alipenya na aliona kwamba hata wazao wake nao pia watakuwa katika hiyo tabia tu, watakuwa na tabia ambayo baba yao aliodhihirisha. Mara moja Mudima Bekokisi alitokea na kumpiga Umajene kwa laana, lakini Umajene hakumwona Mudima Bekokisi. Hivyo Umajene akatoka mbele yangu mwenye ukoma kama rangi ya mzungu, kama rangi ya mzungu. Ninyi weusi, ndugu zangu, ambao mnaendelea kuinama mbele ya visanamu hivyo ambavyo vimewekwa rangi ya laana, mnaabudu vitu vilivyo najisi. Mnaambiwa kwamba Yesu alikuwa ni mzungu, mnaambiwa kwamba Mungu ni mzungu, mnaambiwa malaika wote ni wazungu, lakini mnaambiwa shetani ni mweusi, mademons ni weusi. Hamkeni katika usingizi. Hiyo ni rangi ya laana, hiyo ni rangi ya laana ambayo unaenda kuambiwa. Ndugu zangu, sio muda wa kulala tena, ni muda wa kuamka. Hamkeni katika usingizi. Mambo ya kiroho ni swala la rangi. Ulimwengu wa kiroho wote ni weusi. Kaka zetu wa kiroho ambao mnaita malaika, makerubi, masherafi, mafiniksi, wengine wote wakuu, viti vya enzi, wote ni weusi. Kristo wa kweli ni mweusi. Taifa teule ni la watu weusi. Kwa hiyo ondokeni na hizo takataka, hizo alama ambazo wanaonyesha rangi nyeupe. Hiyo ni laana. Kiroho haichukuliwi. Hilo mnatakiwa kulitambua vizuri, ndugu zangu.
Dada yangu, kaka, unajichubua, stop. Unafanya hivyo kwa sababu unajihisi kuwa duni. Unafikiri kwamba ukiwa na rangi hiyo kwamba labda utaonekana mtu ambaye uko na laana, uko na jisi, hauko sawa, umejikana mwenyewe. Ndio maana hata ugonjwa wa ngozi unaweza ukakushika na ukapata kansa ya ngozi kama vile mzaa, kwa sababu ulinzi wako umetoka. Kwa hiyo stop. Usiseme kwamba nimeshasonga sana, labda nikistop sitakuwa na mwonekano mzuri. Stop. Kwa upendo kabisa, na kuambia hivi kwa sababu ya upendo kabisa, stop. Na mwili wako utarejea, utakuwa kama jinsi unavyotakiwa kuwa tena. Kwa hiyo wale wanaojichubua, ina maana kwamba wanatoka katika hali ambayo ni nzuri. Wewe ulikuwa mweusi, una rangi yako nyeusi, alafu tena unaingia katika rangi ambayo ni najisi. Yaani ni kitu ambacho hautakiwi kukifanya. Kipengele cha 6 na ndio cha mwisho, hali ya kiroho iko juu ya ukoma, iko juu ya laana, na iko juu ya unajisi. Kitabu cha Kudumu Neno la sura ya 37 mstari wa 1 hadi 3 nasema, Jokisebe aliposhuka kutoka mlimani, umati mkubwa wa watu ulimfuata. Natazama mtu mmoja mwenye ukoma aliyejulikana akakaribia mbele yake. Mwenye ukoma huyo kwa imani linalotokana na ukweli akamwambia, Mledi, ukitaka waweza kunitakasa. Hata maneno ambayo anatumia anaonyesha kweli kweli ana imani. Hakumuuliza kwamba Mledi, unaweza? No. Ukitaka unaweza. Yaani ni wewe kutaka tu. Usipotaka sawa, lakini sio kwamba uwezi, unaweza. Jokisebe akanyosha mkono wake akamgusa akisema, nataka, kuna mabano, ninakubali. Takasika. Mara moja akatakaswa ukoma wake. Tumeona Sunga alikuwa ndani ya nyumba yake, Nyenge yuko nje, akamwambia nenda, uende kujichovya, uende kupiga mbizi mara 7 ndani ya mto wa Siba. Maana yeye hawezi akagusa kilicho najisi. Lakini Jokisebe ambaye ni Kristo wa kweli akanyosha mkono akagusa, kwa sababu hakuna mambo ya unajisi ambayo anaweza akamshika, ambayo anaweza akamsumbua Jokisebe. Kwa sababu Jokisebe yuko zaidi ya takatifu, ya kile ambacho ni kitakatifu. Hakuna kitu ambacho najisi kinaweza kikamfanya kuwa najisi Jokisebe. Haiwezekani. Akuguse kitu gani akiwezi kamfanya yeye kuwa najisi hata siku moja, kwa sababu yeye yuko juu ya ukoma, yuko juu ya unajisi, yuko juu ya laana. Huyu tunaongelea ni Jokisebe, Kristo wa kweli. Hapana huyu anaita Yesu, no. Loba anaendelea kujitukuza.